kitabu cha Injili ya Luka sura ya 9 na ya 10. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Naitwa Mwalimu Petro. Leo tunasonga mbele na kitabu cha Luka. Pia wapendwa, unaweza ukasoma kitabu hiki ndani ya chaneli yetu ya YouTube na ile ya Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. YouTube tunakukaribisha pia kusubscribe, na upande wa Facebook usisahau kufollow. Hiyo itakupa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kuvipata hivi vitabu kwa ukaribu. Basi tufungue kwa sala, tuanze rasmi usomaji siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakuamini uko na sisi, na ndio maana ulikuja kama neno na ukajitoa mwili na ukafufuka kwa neema yako. Bwana, nasi leo tunapata uzima wa milele kwa pendo lako. Tunakuja kwako kwa neema yako. Tunaomba Mungu tusaidie kusoma neno lako leo. Tupe kila mmoja wetu uwezo wa kulielewa na kuendelea kupata uamsho sawa sawa na utukufu wa Mungu. Katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project. Tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa 9. Akawaita wale 12, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayoingia, kaeni humo mpaka mtoke mjini. Na wale wasiowakaribisha, mtokapo katika mji huo, yakung'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu, kwa kuwa ushuhuda juu yao. Wakaenda wakazunguka katika vijiji, wakihubiri Injili na kupoza watu kila mahali. Na Herode mfalme akasikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika, kwa sababu watu wengine walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu, na wengine ya kwamba Eliya ametokea, na wengine ya kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka. Lakini Herode akasema, Yohana nilimkata kichwa. Basi ni nani huyo ambaye ninasikia mambo haya juu yake? Akataka kumwona. Basi wale mitume waliporudi, walimweleza mambo yote walioyatenda. Akawachukua, akaenda nao faragani mpaka mji mmoja uitao Bethsaida. Na makutano walipojua, walimfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale 12, wakamwambia, uwage mkutano, ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando, wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2, tusipokwenda tukawanunulia watu hawa wote vyakula. Kwa kuwa wanaume waliokuwako walipata kama 5,000. Akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Wakala, wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyowabakia walikusanya vikapu 12. Ikawa alipokuwa akisali kwa faragha, wanafunzi wake walikuwapo pamoja naye. Akawauliza, je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani? Wakamjibu wakisema, Yohana Mbatizaji, lakini wengine Eliya, na wengine kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka. Akawaambia, nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, ndiwe Kristo wa Mungu. Akawaonya, akawakataza wasimwambie mtu neno hilo, akisema, imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi, na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya 3 kufufuka. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote, kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe?
kwa sababu kila atakayenionea haya mimi na maneno yangu, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo, atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu. Nami nawaambia kweli, wapo katika hawa wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti kabisa, hata wauone kwanza ufalme wa Mungu. Baada ya maneno hayo, yapata siku 8, aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe, yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Eliya, walioonekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Eliya, hali hajui asemalo. Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika haya walioyaona. Ikawa siku ya pili yake, waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Na tazama, mtu mmoja katika mkutano alipaza sauti akisema, Mwalimu, na kuomba umwangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwanangu pekee. Na tazama, pepo humpagaa, naye mara hupiga kelele, tena humtia kifafa, huku anatokwa na povu, wala hamwachi ila kwa shida, akimchubua-chubua. Nikawasihi wanafunzi wako wamtoe, wasiweze. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisicho na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuwachukulia hata lini? Mlete mwanao hapa. Alipokuwa katika kumwendea, pepo akambwaga chini, akamtia kifafa. Yesu akamkemea pepo mchafu, akamponya mtoto, akamrudishia babaye. Wote wakashangaa, wakiuona ukuu wa Mungu. Nao walipokuwa wakiyastaajabia mambo yote aliyoyafanya, aliwaambia wanafunzi wake, yashikeni maneno haya masikioni mwenu, kwa kuwa Mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu. Lakini hawakulifahamu neno lile, likafichwa kwao wasilitambue, wakaogopa kumuuliza maana yake neno lile. Wakaanza kuhojiana, ni nani atakayekuwa mkubwa miongoni mwao. Naye Yesu alipotambua mawazo ya mioyo yao, alitoa mtoto mdogo akamweka karibu naye, akawaambia, yeyote atakayempokea mtoto huyu kwa jina langu, anipokea mimi, na yeyote atakayenipokea mimi, ampokea yeye aliyenituma. Kwa kuwa aliye mdogo miongoni mwenu nyote, huyo ndiye mkubwa. Yohana akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tuliona mtu anatoa pepo kwa jina lako, tukamkataza, kwa sababu hafuatani na sisi. Yesu akamwambia, msimkataze, kwa kuwa yeye ambaye si kinyume chenu yu upande wenu. Ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawakumkaribisha, kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke toka mbinguni uwaangamize, kama Eliya naye alivyofanya? Akawageukia akawakanya, akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo. Kwa maana Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakakokwenda. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini Mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza
niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Mlango wa 10. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama wana-kondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko, wala mkoba, wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia; la hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaouingia, wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu. Waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni, ufalme wa Mungu umewakaribia. Na mji wowote mtakaouingia, nao hawawakaribishi, tokeni humo. Nanyi mkipita katika njia zake, semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyogandamana na miguu yetu tunayakung'uta juu yenu. Lakini jueni hili, ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Nawaambia ya kwamba siku ile itakuwa rahisi zaidi Sodoma kuistahimili adhabu yake kuliko mji huo. Ole wako Korazini! Ole wako Bethsaida! Kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za kigunia na majifu. Lakini siku ya hukumu itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zake kuliko ninyi. Nawe Kapernaumu, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa hata kuzimu. Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakataye ninyi anikataa mimi, naye anikataye mimi amkataa yeye aliyenituma. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha, wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu, akasema, nashukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake, akasema nao kwa faragha, heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi, kwa kuwa nawaambia kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu, akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja
Katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe, katika hao 3 ni yupi alikuwa jirani yake, yule aliyeangukiwa kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako, nawe ukafanye vivyo hivyo. Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa.